wale waliokuwepo wanufaike, lakini waliokuwa hawajakuwepo ile siku na wao wanufaike zaidi. Kaida ilivyo ulimwenguni kote, mtu akiwa na changamoto ya kisukari lazima sukari uidhibiti kwa njia yoyote tu ile, na kuna njia tofauti tofauti za kudhibiti sukari. Inategemea wewe utakuwa umechagua njia ipi. Kuna njia za vyakula, kuna njia za kufunga, kuna njia za mazoezi, kuna njia za kutumia dawa, kuna njia za kutumia insulin. Kwa nini sukari inatakiwa idhibitiwe? Sababu ni moja tu. Sukari inatakiwa ikuwepo katika kiwango maalum ndani ya mwili wako. Ikiwepo at least 5, 6, imepanda basi iwe 7. Kiwango hiki mpaka 8, upo uwezekano haiwezi kuleta madhara. Lakini zaidi ya hapo, sukari ikipanda, maana yake inaweza ikaleta madhara makubwa. Madhara gani sukari inaweza ikaleta? Sukari ikikwemo ndani ya damu, damu inapoteza uhalisia wake, ule wepesi wake unakuwa siwo tena. Sukari inakuwa, yani damu inakuwa nzito kwa sababu cha kiwango cha sukari kilichokuwemo. Na kawaida damu ikiwa nzito kwa sababu kuna sukari, kiwango cha sukari kingi, italazimika damu ile izimuliwe. Kuzimuliwa kwa damu ni kuchukuliwa maji katika utumbo, katika figo, kurejeshwa katika damu, kuingizwa katika damu. Manake wewe pengine ulitakiwa uwe na damu pengine lita 6. Damu yako yote ikitolewa ndani ya mwili wako pengine iwe lita 6 au ile mfano tuseme iwe lita 6. Lakini kwa vile sukari yako, damu yako imeongezeka sukari kwa kiwango kikubwa, upo uwezekano zikaongezeka lita nyingine 2. Kwa lengo gani? Kwa kuizimua ile sukari iliyokuwa ndani ya damu. Ndio maana mtu sukari yake ikiwa imepanda, hata mkojo wake unakuwa na kiwango cha sukari, kwa sababu ile sukari inakuwa inazimuliwa na nyingine lazima itolewe ndani ya mwili ili isikaleta madhara. Kiwango cha damu kikiongezeka, mfano litakuwa na kiwango cha damu lita 6, umekuwa na kiwango cha damu lita 8. Kumbuka damu ile inapelekwa katika moyo, halafu damu ile yote inapampiwa, inasambazwa katika mwili. Hapo ndo linaanza kupatikana tatizo la pressure. Mtu ana sukari halafu anapata changamoto ya pressure. Ndio maana pressure na sukari inakuwa baba mmoja mama mmoja. Ukipata pressure basi sukari itakuwa inakuwinda, na ukipata sukari basi pressure itakuwa inakuwinda. Jambo hili ndio linasababishia mtu apate pressure. Sio pressure tu, damu elewe inakuwa inasukumwa katika viungo vyote kwa spidi kubwa, kwa sababu damu imeongezeka, imekuwa nyingi. Moyo unatumia nguvu nyingi ya kuipampu ile damu ifike kwenye vidole, ifike kwenye macho, ifike kwenye nyayo, ifike kwenye figo, ifike kwenye ini, ifike katika viungo vyote vya mwili. Sasa jambo la kwanza, utaongezeka pressure. Sio pressure tu, viungo vyote vitakuwa vinapokea ile damu kwa pressure kubwa, tofauti na kawaida. Sasa vile viungo ambavyo vinapokea damu kwa pressure kubwa tofauti na kawaida, na vile viungo navyo vitaathirika. Upo uwezekano utaathirika figo kwa njia hiyo ya pressure tu. Upo uwezekano utaathirika ini kwa njia hiyo ya pressure tu. Upo uwezekano utaathirika ubongo kwa njia hiyo ya pressure tu. Upo uwezekano utaathirika macho kwa njia hiyo ya pressure tu. Lakini hayo yote 9, 10 na moyo unaosukuma ile damu kwa pressure kubwa tofauti na kawaida, moyo ule utahitaji energy ya kutosha ili iongeze energy isukume damu kwa kiwango kikubwa, ama damu ambayo volume yake imeongezeka, moyo utapata tatizo la kutanuka. Moyo utaanza kutanuka. Ndio maana mwenye sukari hayuko mbali kupata pressure, hayuko mbali kupata tatizo la moyo, hayuko mbali kupata tatizo la figo kwa staili hii, wala hayuko mbali kupata tatizo la ini kwa staili hii. Sasa ili haya yote yasitokee, ndio maana sukari tunatakiwa ikuwepo katika kiwango salama.
kwa sababu ikibadilika tu kiwango chake, mambo mingi yatatokea ambayo ni hatari kwa afya yetu mingi. Na baya zaidi, watu wengi, kama jana nilisema tu, tuna tabia ya kushukuru. Watu wengi huwa hatupendi kushukuru kwa neema tulizojaliwa, ikiwemo afya. Ili ujue afya ni neema kubwa, nenda hospitali ukaangalia watu wanapotoa mapesa mpaka wanafilisika, na still kama viungo vimeharibika ndio vishaharibika. Ndio maana tukasema lazima tudhibiti sukari. Tukienda hospitalini ndio tunapewa metformin, Dematol na dawa nyingine, lengo tu tudhibiti sukari ili isije likaleta mabalaa makubwa. Hapa nilikuwa natoa muhtasari ili ujue kwa nini unatakiwa udhibiti sukari. Kwa nini unatakiwa? Usije ukasema mimi situmii dawa lakini ukawa hudhibiti sukari, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko ukitumia dawa. Mtu mwenye sukari anakuwa vipi? Nilitoa mfano juzi, umekula mfano dona robo. Dona robo linahitaji homoni 50, insulin homoni 50. Nikisema homoni, upo uwezekano walio wingi kwa hawafahamu, hususan wageni. Sisi miili yetu inakontroliwa na kitu kinachoitwa homoni. Hizi ni kemikali zilizotiwa ndani ya miili yetu. Mfano, labda nitoe mfano. Wewe ukipika maandazi, unataka ule unga uumuke, unatia biological chemical mule ile ule unga uumuke kwa haraka. Utatia mfano hamira, unatia maandazi ya umuke uweze kupika maandazi yako. Au mfano unapika maharagwe, una haraka maharagwe hivi haraka, unatia mfano baking soda, unatia ili yale maharagwe baada ya kuchukua masaa 3 kuiva, unatia baking soda ichukue dakika 20 tu, maharagwe hivi haraka. Siku hizi wanaopika supu wanatesti vitu vinaitwa jina moto. Zamani supu ulikuwa unakaa masaa unamaliza kuni ndio nyama inaiva vizuri, lakini siku hizi tunarahisisha tu, tunatesti madodi gani, si jina moto, sio nini. Nyama baada ya kuchukua masaa 6, nyama inachukua nusu saa tu, inaiva vizuri tu. Sasa zile ndo kama yao tunasema homoni. Tuchukulie mfano kama huo ili tuweze kufahamiana. Sasa wewe umekula dona robo. Dona robo unakula, linaingia tumboni, wewe unaanza kulitafuna, na kila likiingia tumboni la vurugwa mpaka sukari inatenguliwa kwake na mapafu kwake. Lile dona unalolokula lile likishafika katika uchango wako, ile sukari inatengwa pake na yale makapi yanatengwa pake. Makapi ndio yanakuja kupatikana choo. Ile sukari iliyotengwa ile ya dona robo inaingizwa ndani ya damu, na tumesema sukari ikiingia ndani ya damu haitakiwi iwe kubwa, inatakiwa iko katika kiwango salama, ili wewe usije ukapata madhara kama yale tuliyoyataja, ikiwemo pressure, moyo kutanuka, ini kuharibika, figo kuharibika na changamoto nyingine. Sasa sukari ile iliyotokana na dona robo ikiingia ndani ya damu, ikishaingia ndani ya damu, sasa sukari ile inatakiwa iingie ndani ya mwili ili wewe upate nguvu, uweze kusema, uweze kuongea, uweze kujibizishana na watu, kama mwalimu uweze kusomesha watu, kama mtu mwajibikaji uweze kufanya majukumu yako. Sukari ile ambayo imetokana katika dona robo, makapi yashachwa kwenye utumbo ili wewe ukienda chooni uyatoe, ile sukari ishaingizwa ndani ya damu. Sasa sukari ile ya dona robo kwa mtu aliyekuwa hana sukari, mfano atahitaji insulin homoni 50 ili ile sukari iliyoingia ndani ya damu itolewe ndani ya damu, iingizwe ndani ya mwili, ipate kutumika, upate energy, upate nguvu.
tunapaswa tumshukuru Mola wetu kwa kila neema alotujalia. Hii nilisomesha juzi, ndo tiba ya kwanza, kwa sababu haya yote yanatokea haya ndani ya miili yetu. Elewa, hatulipi hata senti, tena yanatokea haya, pengine sisi muda huo tunamwasi Mola wetu. Sasa ukiwa huna sukari, dona robo litahitaji homoni 50, sukari ile, then ile sukari itaingizwa ndani ya mwili, utatumika. Ukipima sukari ndani ya masaa mawili, sukari yako iko 6, iko 5, imepanda basi iko 7.0. Hapo tutasema kongosho lako linafanya kazi vizuri, wala wewe huna changamoto ya insulin resistance. Insulin resistance ni kitu gani? Nilizungumza kitu kinachoitwa homoni, ambao hawa ni insulin. Hawa homoni wanaichukua ile sukari, wanaingiza ndani ya mwili wako, wewe unapata kuitumia. Lakini insulin resistance ni kitu kingine mbali, kinaenda kuwazuia wale insulin homoni wasiichukue ile sukari katika mwili wako, katika damu, wakaingiza ndani ya mwili. Mfano, mimi Dr. Masudi, mfano ndo insulin homoni ni ndani ya damu yangu. Wewe ushakula dona, nachukua sukari yako uliingia katika damu na ingiza ndani ya mwili wako, inatumika. Lakini anatokea mfano Mr. Andrew. Mr. Andrew yeye mfano ni insulin resistance, ni mpinzani wangu atakayenizuia mimi homoni nisifanye kazi zangu. Kwa maana sukari kishaingia ndani ya damu, mimi nataka kuichukua niitie ndani ya mwili wako uitumie, anakuja Mr. Andrew ambaye ni insulin resistance, ananizuia mimi nikomo. Kwa maana ile sukari inakuwepo, mimi naiangalia tu, siwezi kuichukua kaingiza ndani ya mwili wako wewe ukaweza kuitumia. Ndio maana tukasema insulin resistance ni mpinzani wa huyu homoni insulin. Sasa mtu yeyote mwenye sukari hususan type 2, jambo la kwanza anaanza kupata changamoto ya insulin resistance kabla changamoto ya homoni. Sasa umekula dona robo, tunahitaji homoni 50 ili tuweze kumzuia, ili yani ile homoni 50 homoni waweze kuchukua sukari waingize ndani ya mwili wako itumike. Lakini utaanza kupata changamoto ya insulin resistance, itaanza kuongezeka insulin resistance. Insulin resistance inapatikana wapi? Juzi nikasimbulia vizuri, tunapatikana katika nyama nyekundu. Kwa nini inapatikana katika nyama nyekundu? Nyama nyekundu inazalisha excess amino acid pamoja na trans fat. Hizi zote zina active insulin resistance. Inazalisha kitu kinaitwa retinol protein. Yote hii vile vile ina act kama ni insulin resistance. Lakini preservative food, vyakula mfano kama mfano wa chips wanakula watoto, vyakula mfano va makoko vile vote vile, vyakula vya viwandani vile vote vinakuja kuzalisha, vinatoa vitu vinaitwa preservative na kemikali nyingine. Zile preservative na hizo kemikali nyingine zote hizo zikiingia ndani ya mwili zinakuwa ni insulin resistance. Uwanga ukila kwa kiwango kikubwa, uwanga unakuja kufanya component inaitwa glycoprotein na kuja kuchanganyika na protein, nayo vile vile inaiti kama ni insulin resistance. Hizo ndio insulin resistance zinapoingia katika mwili wako. Vipi unaziingiza kwa staili hiyo. Sasa insulin resistance ikishaongezeka ndani ya mwili wako, homoni 50 watakuwa hawatoshi kuichakata sukari inayotokana katika dona robo. Mfano, wewe umezalisha homoni 50, lakini katika homoni 50, homoni 30 wanazuiwa na insulin resistance wasiweze kufanya kazi. Homoni atakayoweza kufanya kazi katika homoni 50 ni homoni 20 tu. Kwa maana homoni 20 hawatatosheleza kuichakata sukari iliyotokana na dona robo wakaingiza ndani ya mwili wako ili wewe ukapata hiyo. Kwa maana hiyo kongosho litaambiwa kuwa sukari bado ipo. Kongosho litazalisha homoni nyingine 50 kwa lengo la ku-overcome insulin resistance. Homoni wengine 50 wakizalishwa 30, kwa mfano watakamatwa tena, watabaki 20.
wataichakata sukari. Maana yake mwanzo walikuwa 20 na sasa hivi 20 40, lakini still kutakuwa kuna deficiency ya homoni 10. Kongosho litaambiwa litazalisha homoni wengine 50. Kwa maana ukizalisha homoni wengine 50, mfano homoni wengine 30 watakamatwa, watabaki 10, total ndio itakuwa homoni 60 ndio watakaofanya kazi katika homoni 150. Then sukari itachukuliwa yote, itaingizwa ndani ya damu bila wewe kupata identification yoyote kuwa sasa unaanza kuonyesha dalili za sukari. Huonyeshi, na hile linaweza likachukua miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, inategemea na lifestyle yako. Kwa maana ukumbuka, insulin resistance itaendelea kuongezeka na kongosho sasa hivi litakuwa linafanya kazi mara 3 zaidi ukilinganisha na yule mtu ambaye hana changamoto ya insulin resistance. Hapa sizungumzii sukari, kwanza linafanya kazi mara 3 zaidi ukilinganisha na yule mtu ambaye hana changamoto ya insulin resistance. Then kongosho linafika kipindi linachoka. Kongosho ni sehemu ya pati ya miili yetu. Tulivyo sisi tunafanya kazi, tunachoka, na kila organ katika miili yetu inafanya kazi, inachoka, kasoro organ chache ikiwemo moyo, ubongo, na ubongo sometimes unajiswitch off. Mara nyingi moyo ndo mapafu hayo yanafanya kazi 24 hours. Ini linafanya kazi 24 hours. Ubongo nao unafanya kazi 24 hours bila kuchoka. Lakini moyo ndo zaidi. Moyo ukichoka utashtuka muda wote. Sasa lakini organ nyingine zote zinachoka, zinafanya kazi, zinapumzika, zinafanya kazi, zinapumzika. Sasa kongosho tunalazimisha kufanya kazi mara 3 zaidi. Uko katika stage hiyo, lafika kipindi linachoka, haliwezi kufanya kazi mara 3 zaidi. Liwalo na liwe, nitafanya kazi kama wenzangu, au nitaendelea kufanya kazi mara 3 zaidi, lakini still insulin resistance imeongezeka, litashindwa ku overcome zaidi ya hapo. Ndio unaanza kupata viashiria sasa vya sukari, pre-diabetic. Umebahatika umeenda hospitali, umepima, umegundulikana fahamu. Wengine ndio hawabahatiki kwenda hospitali mpaka mzigo unafika 32 au hausomi. Akienda hospitali daktari anamuuliza umekuja na nani? Peke yangu. Peke yako? Basi tunakupa kitanda. Hali mbaya. Kumbe kongosho liko taabani. Unaanza kupewa dawa sasa. Mwanzo ulikuwa hutumii dawa. Ukipewa dawa, mfano metformin, gebatue, madawa nyingine ya aina yoyote, ile dawa haiendi kushusha sukari. Hapa tujue hapa. Hii kwetu ni muhimu sana. Watu wengi wakitumia dawa nadhani dawa ni solution. Dawa haiendi kushusha sukari. Abadan. Hakuna dawa inayoenda kushusha sukari. Sio dawa ya miti shamba, sio dawa za hospitali. Watu wanaouziwa dawa wanaambiwa hii ni root cell. Dawa hii inaenda kutibu shina. Amini, ni lugha za biashara, waongo. Wanakuua. Pesa yako si chochote, si lolote, pengine usipompa yeye itakupotea. Si chochote, si lolote, lakini la muhimu ni mwili wako. Wanakuua bila mwenyewe kujua. Wana statement siku hizi, wafanya biashara wengi wanatumia kitu root cell. Mpaka mimi nishapatwa sana, mpaka nishachoka kamba hizo root cell nionyesheni. Ndio zipi? Root cell kumbe ni terminology wanaitumia kuwa tunaenda kuua mzizi wa hii sukari. Wanatumia terminology hii root cell. Uongo, hakuna dawa itakwenda kutumia ikashusha sukari. Dawa zinafanya kazi gani? Dawa ukiziingiza mwili, unajua katika ili insulin homoni anatolewa homoni wengi. Ulishawishi kongosho litoe insulin homoni. Sasa dawa ukitumia ya aina yoyote linaenda kuliforce lile kongosho lako lililochoka. Kumbuka linafanya kazi mara 3 zaidi. Lililochoka liendelee kuzalisha insulin homoni hata kama limechoka. Hapa ndio ile kheri kunda afe ila mzigo wa Bwana ufike. Ndio kongosho linakwenda kufanya.
hiyo dawa unayomeza, iwe ya mitishamba, iwe magome, iwe za hospitali. Kumbuka wewe ukimeza dawa sema hivyo, heri punda afe lakini mzigo wa Bwana ufike. Kwa maana kongosho linaenda kufinywa sasa lifanye kazi mara 10 zaidi, tofauti na yule mtu aliyokuwa hana sukari. Kama dona robo ulitakiwa uzalishe homoni 50, sasa ukianza kumeza dawa dona robo, kongosho lako litazalisha homoni 500, mara 10 zaidi ukilinganisha na mtu ambaye hana sukari, au pale mwanzo ulipokuwa una changamoto ya kisukari au ya insulini resistance. Sasa hapo unameza kidonge chako ama mitishamba unameza, then unaambiwa kula ugali kidogo, kula majimbe kidogo, kula kila wakati, lakini usishibe, usikae na njaa. Utaambiwa hivyo, na lazima uambiwe hivyo kwa sababu homoni unaozalisha 500 badala 50. Usipokula utakufa, kwa sababu homoni wale wakizalishwa wale lolote liyo sukari iliyokuwemo yote wanaichukua naingiza ndani ya mwili wako ili itumike. Does not regard sukari imo au haimo. Ndio maana ukitumia dawa za hospitali lazima uguide, kwa kuguide hivyo. Kula dona kidogo, kubwa wa ngumi, acha kula na vyakula vingine. Kula ndizi, kula majimbe, kula viazi lishe. Unaambiwa hivyo vitu ule. Lakini hivyo unakula, kumbuka kongosho lako linafanya kazi mara 10 zaidi ukilinganisha na mtu wa kawaida. Then ukianza kumeza hivyo vidonge, sukari yako itaanza kusoma 5, siku nyingine itasoma 4, siku nyingine 3, siku nyingine 6. Utakuwa na amani kabisa. Asubuhi unameza kidonge chako kimoja, jioni kidonge chako kimoja, milo yako 5 kwa siku ama 3 kwa siku. Lakini kumbuka hicho kidonge chako unachokimeza linaenda kulazimishwa kongosho lililochoka lifanye kazi zaidi. Linafika kipindi linasema siwezi tena, kwa sababu kumbuka organi yako, kongosho lako ni sehemu ya mwili wako ulivyo wewe, na hiyo organi ipo hivyo hivyo. Ikiwa wewe utapewa kazi utalazimishwa kazi ambayo ushachoka, utafanya kwa kumheshimu, mfano bosi wako, mzazi wako, mtu wako wa karibu, au kwa kumuogopa. Lakini itafika kipindi utasema liwalo na liwe, sifanyi tena. Na kongosho itafika kipindi utasema liwalo na liwe, siwezi kufanya kazi mara 10 zaidi, siwezi. Ponea basi nitafanya kazi mara 6 zaidi. Still itaendelea kuumia. Unarudi hospitali, unamwambia daktari, sukari yangu naona sasa hivi inapanda, haishuki. Unabadilishiwa vidonge. Mfano wewe kazini unabadilishiwa bosi sasa. Bosi alikuja sasa mkali zaidi, hakupi nafasi. Au unaingiziwa mabosi mawili. Utapewa metformin, utapewa na Gematu, utapewa na dawa nyingine, unaambiwa piga hizo. Utafanya tu kazi. Kwa maana sasa linaendelea kulazimishwa lifanye kazi mara 10 zaidi au na ziada. Kwa stage hii inavyoenda mpaka inafika mwisho, kongosho lako lina stop kufanya kazi. Wale homoni halizalishi. Hata umeze dawa vipi, halizalishi tena. Baada ya kuzalisha homoni 50, utazalisha pengine homoni hao 50 au chini ya homoni 50. Then daktari wakishaona hivyo, sasa unaandikiwa insulin. Artificial insulin. Insulin ambao ni man-made, wanatengenezwa viwandani. Tunakuingiza ndani ya mwili wako. Kwa nini tunakuchoma insulin? Kwa sababu wewe hauna tena insulin. Kwa sababu wewe kongosho lako halizalishi tena insulin. Mwanzo sawa lilikuwa likizalisha, lakini sasa hivi limefikia kikomo, halizalishi tena insulin. Ukikuacha utakufa. Organi zako za ndani zote zitaharibika. Usalama wako tukuchoma insulin, na huu ni kweli ndio usalama wako. Utaanza kuchomwa insulin. Itafika kipindi hii type 2 uliokuwa nayo inabadilika, inakuwa type 1. Unakuwa total insulin dependent. Huwezi kuishi bila insulin. Ukishakuwa hivyo tu
tayari sukari yako inaposhageuka kutoka type 2 kuwa type 1. Na type 1 is very complicated kupona. Kwa 90% inakuwa high con. Tubahatike tu pengine madaktari wamekulazimisha wamekwambia type 2, type 1, lakini baada ya kukaa na sisi tukajua hiyo sio type 1, basi hapo utapona kama alivyoongea mzazi wangu Mr. Laurian, yale ambayo na type 1, lakini baada ya kumshawishi angekaingia ndani ya program ya 7 day challenge tukagundua sukari yake ni type 2. Then tukafanya consultation naye, tukamwambia utaanza kupunguza dozi taratibu mpaka tukaacha sindano. Kwa maana kipindi chote kile Mr. Laurian alipokuwa akichoma sindano zile hakukuwa na sukari type 1, alikuwa na sukari type 2. Kwa sababu angekuwa na sukari type 1 asingepona sukari abada. Hivyo ndo inavyokuwa mtu anapata sukari kuanzia type 1, type 2 mpaka type 1 na type 2. Si umefahamika? Unaongea peke yangu? Kwanza nafunga maiki ili nisikie kutoka kwenu. Nimefahamika? Niambie penye swali, niambiwe penye kuchangia, mwenye la ziada, ili tuweze kuendelea mbele. Sitaki naongea peke yangu. Karibu mamangu Bi Khadija. Tumekuelewa, tunakusikia vizuri tu. Shukran. Mwingine? Pamoja na wewe dokta, tunakuelewa vizuri zaidi. Alhamdulillah. Mwingine mwenye swali? Alafu dadangu Diana, leo tafadhali ukimaliza live nipigie. Sawa sawa. Umenipotea sana, aidha tuma message katika group lako au nipigie simu. Mimi kila siku unakaa katika akili yangu, lakini huwa nasahau. Sawa, hamna shida dokta. Haya, asante. Mwingine mwenye swali? Nataka swali kuhusu hapo. Haya, kama hakuna mwenye swali, sasa ndio mmefahamika zaidi. Maana natoa mifano ya uhalisia, sasa pengine ndio nakupotezeni zaidi. Kwa vile kima na suspect kwa mmefahamu nini tunachotakiwa kufanya. Hii ndo jambo ambalo ni muhimu kuliko mambo yote, na hapa ndo hatutakiwi kuchanganya. Jambo la kwanza, tunatakiwa tujue sote sukari ni ugonjwa wa lifestyle. Hili kila mmoja anatakiwa ajue. Mfano, mtu ukienda hospitali, hata nyinyi mmeenda hospitali, ukigundulikana una sukari, utaulizwa swali. Mara nyingi ile swali mtu anaulizwa, pengine na wewe umeulizwa, je, kwani kuna mtu yeyote mwenye sukari? Unajibu mfano ndio, kama kwani kuna watu wana sukari. Lakini ukishaulizwa hivyo, daktari hakupi ufafanuzi kwa nini kwa kuuliza swali lile. Anakuacha dilema, kwa sababu ukishaulizwa kwani kuna mtu yeyote mwenye sukari, umejibu ndio, maana yake unatoka pale unajiuliza kwa maana hii sukari ni merisi. Ndio maana kuuliza swali lile. Mara nyingi madaktari wakituuliza swali hili hawatubainishi ama hawatupi clarification, kwa nini umeniuliza hivyo. Na wakitupa clarification kubwa ananiambia ndio maana umerithi, au tukubwa basi wewe umerithi. Kuna somo kipindi cha nyuma nililoongelea kinaga ubaga, later genetic predisposition. Check ulisomesha nadhani mwanzoni mwa mwaka huo, miaka iliyopita, kiundani kabisa ile nilisomesha. Ukipata wasa japo siku za mbele huko ukikumbuka naweza kaligusia. Lakini nitoe muhtasari tu. Sukari ni lifestyle disease. Ni maradhi ambayo yanaendana na tabia zetu. Mfano tukasema lifestyle disease. Madaktari wanauliza kwani kuna sukari? Ya, ndio kuna sukari. Hata clarification. Lakini ilivyo familia yangu mimi nilotokana nayo mimi, ya wazazi wangu, lifestyle ya wazazi wangu katika issue ya kula, ya kulala, ya kila kitu, ile lifestyle huwa tunarisi. Maana yake na sisi tunarisi vile wanapoishi baba zetu na mama zetu. Ikiwa wazazi wangu mimi asubuhi watakula mfano labda nitoe mfano Zanzibar, lifestyle zetu familia nyingi asubuhi watakunywa rojo mfano na maboflo. Kuna mikate fulani ya Zanzibar huko inaitwa boflo. Watakunywa rojo na boflo. Kwa maana nyumba nyingi ukienda asubuhi utaona watu wakunywa rojo boflo. Ndio lifestyle ya huko.
Mchana utaona watu wengi watakula wali ana mchuzi wa aina yoyote, na usiku pengine watakula boflo pengine na kitu chingine chochote cha kutela. Kuna watu wanapanga mayai, kuna watu wanakunywa na chips, kuna watu manake namaanisha kuwa lifestyle tunarithishana. Lakini mfano ukienda Tanzania bara au mfano baadhi ya mikoa, sijui sana lifestyle zao, lakini sehemu nyingi nilizoenda mimi, asubuhi watu watakula pengine vyakula vya mataka. Mfano nikizungumzia mikoani, mara nyingi vyakula vya mataka, mfano ndizi, magimbi. Na wasipokosa vyakula vya mataka, mfano watakula mikate zile slesi na chai. Mchana watakula ugali, aiza dona, aiza ugali wa sembe, aiza ugali wowote, lakini watakula ugali. Usiku watakula wali. Kwa maana hii ndio lifestyle yao. Sasa ukiachana mkoa na mkoa, lakini ile familia na familia still tunarithi. Mfano sisi nyumbani kwetu, mfano nichukue mfano nyumbani kwetu, ikiwa sisi tunakula lifestyle ambao tumefanana na watu wengi, tutatofautiana pengine unywaji wa juice. Sisi mfano mchana tutakuwa tunakunywa juice, usiku tunakunywa juice. Unywaji wa maji utapungua kwa sababu tunakunywa sana juice. Au mfano tutakuwa tunakunywa soda, unywaji wa juice na maji utapungua kwa sababu tunakunywa sana soda. Ndio lifestyle yetu, katika mafriji yetu yamejaa. Na watu wengine lifestyle yao mfano wao watakuwa wanakunywa chai, asubuhi chai, mchana chai, usiku chai. Yaani kila chakula chochote lazima ashushie na chai. Ni lifestyle ya nyumba hiyo. Kwa maana ukiulizwa kwani kuna mtu ana sukari, haimaanishi kuwa wewe umerithi sukari, ambao madaktari wengi hivi hawalijui. Haimaanishi kuwa umerithi sukari kwa wale waliokuwa nayo. Inamaanisha kwa nyie lifestyle yenu mnayoishi nayo ndio ile kusababisheni mpate sukari. Hili ndio jibu. Nikija nikilipitisha ile somo la genetic predisposition, mtalifahamu kiundani, na hapo mtanifahamu vizuri. Hapo nataka mfahamu hivi tu, itoshe hapo. Sukari type 2 hurithi kwa mtu yoyote. Ila unaulizwa kwani kuna mtu ana sukari? Yaani mfano nikikuuliza swali hilo, kwani kuna mtu ana sukari, kwa jibu ndio ya. Kubwa nitakwambia badilisheni lifestyle yenu ili na wengine walikuwa hawajapata wasije wakapata. Jibu just nitakujibu hivyo. Sikuulizi kwani mna sukari kwa kumaanisha wewe umerithi, kwa sababu wewe hujarithi sukari kwa mtu yoyote. Wewe umerithi lifestyle. Lifestyle ile ulorisi, yule alopata sukari kwa lifestyle ile, na wewe ndio ulokusababisha wewe umepata sukari. Hili nilikuwa nataka tulifahamu kwanza, kwa sababu pana mchanganyiko mkubwa hapa. Huwa anaongea na watu tofauti na ipata hii complication ndio kwa nyingi, mtu hajui kama harithi au hajarithi. Tafrani. Sasa nini tunachotakiwa kufanya? Ikiwa tushajua sukari ni lifestyle disease, tunalotakiwa kufanya ni kubadilisha lifestyle. Simple and clear. Hili ndio tunatakiwa kufanya. Lakini hili somo lililolitoa juzi, nimesema solution ya kwanza ni kumshukuru Mola wako. Kwa sababu ugonjwa uliokuwa nao unauona mwepesi, kwa sababu ndani ya magrupu yetu unauona mwepesi sana. Kwa sababu grupu lokuwepo watu wote wana sukari, wanaenjoy, wanaishi vizuri, tunakutana kama hapo pamoja, tunashare mawazo yetu, kwa maana jambo naliona la kawaida. Lakini sukari ni moja ugonjwa ambao ni hatari sana. Sasa ukiwa tayari una sukari, hutakiwi kulalamika kwa Mola wako. Mola wangu nimekukosea nini? Mola wangu nimefanya nini? Mola wangu mbona mitihani yote iko kwangu? No. Kila mtu ana mitihani yake. Na tukihadisiana mitihani humu hatutoishi. Mungu, kuna watu wako katika 7-day challenge, wengine wamepata ajali katika miguu, wengine wamepata ajali katika mikono, wengine wana mitihani, yani mitihani tofauti. Huwa naipokea. Nikipata mitihani ya watu ndo najua mimi mitihani yangu kumbe midogo. Sasa jambo linalotakiwa ambalo ni la kwanza kuliko yote kumshukuru Mola wako kwa neema nyingi alizokupa. Na alafu kumbuka neema zako alizokujalia Mola wako. Jambo la kwanza, kumbuka afya yako. Hata kama una sukari still una afya bora. Iangalie macho yako, angalia mwili wako sehemu gani nzuri zaidi kuliko wenzako. Mshukuru Mola wako.
Kama umejaliwa watoto, mshukuru Mola wako kwa watoto. Umejaliwa kipato, mshukuru Mola wako kwa kipato. Kwa nini tunasema mshukuru Mola wako? Kwa sababu Mola wetu ndio alotuahidi, mkinishukuru nitakuzidishieni. Na jambo jingine, tukiwa tuna tabia kushukuru, tutaondokana na zile tabia za kulalamika. Ukiwa na tabia za kulalamika, huwezi kupata usingizi mzuri. Wewe kila wakati una doubt. Utapata tatizo la stress, mawazo mengi, kwa sababu unalalamika sana. Mfano, mimi katika mtu ambaye sipendi kuongea naye ni mtu wa malalamiko. Hata nikiongea katika simu, mtu akiwa analalamika sana, yani nakosa mudi ya kuongea naye. Mtanituliza, mtanini, nikiona ananiondoa katika mudi, kwa sababu ni malalamiko mingi. Sasa mimi binadamu, na Mwenyezi Mungu kimlalamikia, mwisho hata kusikiliza, kwa sababu yeye ndo alisema nishukuruni ili nikuzidishie. Na Mwenyezi Mungu yeye amesema simshukuru mwanadamu hawezi kumshukuru Mola wake. Na vile vile tumeambiwa asiyeshukuru kidogo hata akipewa kikubwa hawezi kushukuru. Kwa maana hii ndio tiba namba moja, kumshukuru Mola wetu kwa kila neema alizotupa. Then baada ya kumshukuru Mola wetu, turudi sasa katika kuchange lifestyle zetu. Tuna change vipi? Kana una meza dawa metformin hospitali, sawa, umeambiwa meza dawa mfano metformin, kula mara kwa mara lakini kula kidogo. Umeingia katika magrupu yetu, usiache metformin, badilisha idadi ya misosi. Kama ulikuwa unakula mara 3, kula milo 2 tu kwa siku. Hiyo ndio hatua namba 1. Then angalia sukari yako. Baada ya hapo, badilisha uwanga. Kata uwanga wa mchana, alafu unakata uwanga wa usiku. Baada ya hapo, ondoa uwanga tota, moja kwa moja. Usile uwanga haswa. Swali linakuja, tunaweza kuishi vipi bila kula uwanga? Jibu ni rahisi tu. Uwanga unapatikana katika mchicha, uwanga unapatikana katika figili, uwanga unapatikana katika mabamia. Uwanga unaopatikana katika hivi vyakula ambavyo tunasema tu vile unatosheleza kutufanya sisi tuwe tuna energy na kuishi vizuri. Halafu baada yako ushughulishe mwili wako na zoezi. Then ukishaushughulisha mwili wako na zoezi, ukakata uwanga, ukala milo 2 tu kwa siku, basi sukari yako itashuka taratibu 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 mpaka ile sukari wenyewe itakwambia sasa acha dawa. Hata kama Dr. Masudi hajakwambia, hata kama unamuonia tabu Dr. Masudi kumpigia, pengine mshampigia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, mimi sijali, mtampigia mara 100. Na mara nyingi ukinipigia kama sijapokea, nikikuta miss call nakupigia, labda miss call isiwe nyingi na nimechoka, ndo napuuza. Lakini mara nyingi ukikuta miss call yako, basi lazima nikupigie. Namba ninaijua, ni usijue. Lakini pengine unajisikia tabu, kila mtu alivyoumba, wengine tuna muhali. Namuonia tabu Dr. Masudi, ila siku ataniona ataniona kiherehere. Sasa basi, kama tunahofia hilo, ukifanya hivi tunavyokuelekeza, sukari yako unayopima kila siku itakwambia sasa tuache dawa. Kama Mr. Laure anakwambia grafu lake lilikuwa likimwambia apunguze dozi ya insulin bila hata kunitaarifu mimi. Kwa maana sukari itakwambia sasa tuache dawa. Utaanza kupunguza dawa taratibu, lakini ukianza kuacha dawa, hapa nakushauri kama humo katika 7-day challenge, basi tuwasiliane. Unashindwa kunipigia, nitumie angalau message. Na message ukituma tuma ndani ya group. Ukinitumia message inbox, mara nyingi huwa sisoma. Tuma message kwenye group, utaiona, nitakuelekeza. Wala sometimes mtu anaona tabu, Dr. Masudi sijachukua hata juice 25,000 kwangu mimi, wala usione tabu, nipigie. Wala sitokujibu mbovu, wala sitokujibu maneno ya mkato. Na mfano hata kitokeza nimekujibu maneno ya mkato, pengine nimechoka, ni binadamu, lakini amini usiamini, nitakurejea tu muda mwingine, kwa sababu nitarealize mamangu fulani majibu ndio mjibu sio mazuri.
sikupaswa kumjibu majibu haya. Na pengine nimekujibu, pengine nimelala wala usingizi, nikakujibu kachukua simu na nikakujibu mkato. Maana lazima nitakupigia muda mwingine ili tuweze kuelewana na wewe roho yako hivi vipi. Then ukishafanya mambo haya yote matatu, maana yake ukiwaacha uwanga, ukala milo miwili tu kwa siku, ukafanya na mazoezi, basi sukari yako itaweza kuidhibiti vizuri, itashuka katika kiwango sahihi. Swali ambalo mara nyingi naulizwa hata katika hizi live, je, nitaweza kufanya haya yote bila kutumia kirutubisho? Nitafanya haya yote, sukari yangu iko 5, iko 6, kuna haja ya kutumia kirutubisho? Ya, haja ipo, kwa sababu wewe umemanage sukari tu ishuke, lakini kuna changamoto mbili bado hujazitatua. Changamoto ya kwanza ile ile kusababisha wewe upate sukari, ambayo ni nini? Insulin resistance. Issue ya insulin resistance hazitoki kwenye mikojo, hazitoki kwenye jasho, wala kwa haja yoyote, haziwezi kutoka. Hakuna organ inazotoa hizi insulin resistance. Sasa hizi zitoke, ndio maana tumetoa vile virutubisho. Utumie, toa insulin resistance. Hiyo ni kesi ya insulin resistance. Lakini kumbuka na kumbusho lako ushalifanyia stage likafanya kazi mara 3 zaidi ya kawaida, lakini vile vile likafanya kazi mara 10 tofauti na kawaida. Lile kongosho nalo limechoka. Ni sasa na mwanajeshi aliyotoka vitani. Mwanajeshi akitoka vitani hata kama hajachunika, lakini lazima akifika nyumbani akutane na daktari wa counseling, akutane na daktari wa mwili, akutane na daktari zaidi ya daktari wa aina 3, wampe matibabu hata kama hajaathirika na silaha hata moja. Lakini kwa vile anarudi vitani, lazima akili yake itakuwa imechange, itakuwa nini. Kwa maana majeshi wengi wakirudi vitani, hata Waisraeli wanasema hivyo, Marekani wanasema, wanajiua sana. Wakikosekana tu madaktari wa counseling, ama daktari wa counseling akakosa kufanya kazi yake kiprofessional, basi walio wengi wanajiua. Na lile kongosho nalo ni hivyo hivyo, limefanya kazi, limechoka, halizalishi au insulin hawazalishi tena. Sasa kongosho hili inatakiwa lirudi upya. Katika kongosho kuna sehemu ndogo tu ndio inatakiwa itubiwe, ambayo ni seli zinaitwa beta cell, zirudi kama awali. Ndio maana kutumia kirutubisho ni lazima. Ndio maana sisi watu wa mtu akishaingia katika 7 day challenge, tunamwambia kirutubisho fulani tutakupa free, kwa sababu sisi tunajua fika huyu hata imeneji sukari yake vipi. Asipotumia hichi kirutubisho abada hawezi kupona. Hawezi kupona sukari abada. Sukari itashuka, lakini kuja kipata habari ya msiba tu, kama sukari yako inasoma 4, ukipata habari ya msiba tu inatoka katika 4 na kuja katika 28. Tit for that. Ukipata we mfano mshtuko tu, umekoswa kugongwa tu, sukari yako kama ilikuwa 5 inatoka hapo katika 5 mpaka 32. Kwa sababu gani? Kwa sababu insulin resistance ndani ya damu yako ipo ya kutosha, na kongosho lako halimudu, limechoka. Ndio maana kutumia zile supplement tunazozitoa ni lazima. Dakika 6 zimebaki za maswali na ufafanuzi. Mwenye swali tafadhali fungua mic yako. Kwanza nimefahamika? Network imenitoa? Nakufahamu vizuri sana dokta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karibu Mr. Ento, una swali lolote unataka kuniuliza? Ya, na swali lolote dokta. Mr. Ento, lakini chai yako hujalipia ile. Ni kweli? Au umelipia sasa taarifa? Hapana, actually nimekutafuta tangu juzi, ilikuwa na kuambia kwamba nilikuwa nataka nilipe, uliniambia nikilipa napewa hapo hapo. Sasa sikuwa na kijana ambaye anaweza akafika wapi kule kwa Magufuli. Lakini sasa hivi ameshapatikana, nafikiri Mungu akipenda iwe kesho. Haya inshallah, hamna tabu. Kesho au kesho nitakupa. Sasa swali langu nalouliza dokta. Hapo nimetishika kidogo.
kwamba hizi dawa zinakwenda mwisho zinaua kabisa kongosho, kwa sababu linafanya kongosho linafanya kazi kuliko inavyotakiwa na mpaka linaisha, wakati ambapo tayari ni dhaifu. Sasa kabisa. inapotokea kitu kama hicho dokta, sasa mimi nitajuaje? Alafu nitajua remedy yake itakuwa ni nini? Kwamba ndio Ina- itakuwa basi i- i- kabisa? i- Maana umeniambia tunarudi kwenye naam. endelea kufafanua ili nifahamu. Maana umeniambia kwamba inakwenda sasa, inakuwa kama ya type 1, inatoka type 2 inakwenda type 1. Hata ikifika hapo sasa, si kama tena mtu atakuwa ameshakata tamaa basi moja kwa moja. Haya, okay, good. Swali zuri na linahitaji ufafanuzi uliokuwa mzuri. Ukipata sukari type 1 Ndio. kwa type 1 kwa njia hii ya kulifinya hili kongosho, ukipata aina hiyo, maana yake linaweza kurecover, lakini ukipata sukari design hii type 1 kwa njia hii ya type 2, mwanzo sukari ilikuwa type 2 ukapata type 1, inakuwa kupona tunaweza kusema ngumu au hauponi kabisa. Lakini ukifanya jitihada unaweza ukachukua miaka na miaka mpaka ile kongosho likarudi katika hali yake, inategemea ulivyoathirika. Lakini vipi unajua kwa wapi kongosho lako tayari limeathirika, limefika stage hii? Kujua ni jambo dogo tu. Unatumia nini kumanage sukari yako? Unatumia insulin, unatumia dawa. Maanake kuwa unatumia dawa za hospitali ama unatumia dawa zozote, elewa kuwa kongosho lako bado linazalisha insulin. Mfano unameza metformin. Metformin inaenda kulilazimisha kongosho lako lizalishe insulin. Sasa kongosho liko linazalisha insulin, maana yake wewe kongosho lako bado linafanya kazi. Okay. Lakini kuwa unatumia dawa na still sukari inapanda, maana yake zile dawa hata umeze, kongosho lako haliwezi kufanya kazi, yani halizalishi insulin. Ndio maana sasa tunakustopisha dawa, tunakuchoma sindano. Kwa nini tunakuchoma sindano? Kwa sababu kongosho lako halizalishi tena insulin. Hatuna haja tena kukupa dawa. Mr. Andrews, umefahamu? Nimefahamu dokta, nimeshakuelewa. Ya hivyo ndio tunapojua. Hiyo ndio njia nyepesi ya kujua. Asante Mr. Andrews. Huna swali la niongeza hapo ili ukapata ufafanuzi zaidi? Hapana, umeshanipa nani wa kutosha. Asante dokta. Okay. Haya, hapa nifafanue tena kwa undani kidogo. Mfano sasa unatumia sindano. Mwanzo ulikuwa hutumia sindano, kafika hatua mpaka ukatumia sindano. Maana yake kongosho lako limeathirika sana, imekuwa insulin dependent. Sasa hapa la kufanya wewe ndio unatakiwa ufanye jitihada bila kuchoka. Inafika kipindi lile kongosho, hatua ya kwanza linatakiwa lipumzishwe. Ndio maana sisi tunakukatisha uwanga. Ikiwa unatumia insulin, kwa unatumia dawa, maana solution ya kwanza kongosho letu tulipumzishe. Si limechoka, tumelitabisha sana, sasa tulipumzishe. Sasa hapa kulipumzisha mpaka sukari ikaje kafika katika kiwango tunachotaka, hapa inategemea kongosho lako lilivyoathirika. Ikiwa limeathirika sana, maana yake litahitaji muda mkubwa wa kupumzika. Ikiwa halijaathirika sana, litahitaji muda mdogo wa kupumzika. Mfano mzuri kaka yetu Andrew ambao jana nadhani aliongea japo kidogo, jana au juzi aliongea, yule alichukua miezi mitatu tu kwa kupona sukari. Kwa nini alichukua miezi mitatu tu kwa kupona sukari? Reasons zilikuwa ni mbili. Jambo la kwanza, kijana, umri wake ni mdogo, nadhani miaka 35 au chini ya miaka 35. Kijana, ukiwa kijana, kinga yako ya mwili inakuwa vizuri zaidi. Kila kinga yako ya mwili kukopo vizuri zaidi, kupona sukari ama kupona maradhi yoyote inakuwa ni wepesi. Lakini jambo la pili, sukari yake ameiwahi, amepata sukari, Mwenyezi Mungu amemjalia, amekutanishwa na sisi. Na yale kukutanishwa na sisi, mimi nilipomshawishi ingia katika 7 day challenge, hakufanya hiana, akaingia moja kwa moja. Kwa maana akachukua miezi mitatu kwa hisabu kufanikiwa kupona sukari. Mwingine mwenye swali? Dakika zimemaliza, lakini natoa dakika moja niongeze. Madam Lusungu,
uliomba ili somo lirejewe. Vipi, limekugusa ndipo? Madam Lesongo, umefunga mic au shalala? Sijalala, ila nimechelewa kupata leo, sijui vipi au ndo ilivyokuwa leo, hata sielewi. Network yako tu huko. Mimi nimehangaika kweli. Nimepata tu dakika ngapi? 30 tu. Nitakutumia rekodi. Nitashukuru sana dokta. Mimi nashukuru kwa kweli, sina swali lolote. Naona maelezo yanajitosheleza, tunazidi tu kuelimika kwa kweli. Juhudi ni kukazana, tukutii sheria, tuachane na uwanga, tuachane kabisa kula. Hiyo mara 2 kwa siku inatosha kabisa. Kama kula tulishakula, na hata kama ukipona uendelee tu. Mi nimeshazoea, yani sasa hivi nafurahi kabisa chakula, nafurahi. Nakula cabbage na bagia zangu za dengu na kunywa maji mwendo mdundo. Yani naendelea kabisa. Yani chakula akinishurutishi kabisa. Kwa kweli namshukuru Mungu. Alhamdulillah, na hongera sana kwa hilo. Asante dokta. Namalizia kwa dada yangu Winifrida, alikuwa nataka kumpa nafasi lakini ametoka bahati mbaya. Na swali la nyongeza. Karibu Mr. Endo. Dokta, sasa hivi sukari yangu inasoma 4.3, leo ilikuwa 2.1. Hongera. Lakini naona bado kwenye vidole bado havijaacha, yani havijakuwa sawa, bado vinauma kana kwamba nerves bado zina matatizo. Sasa hapa natakiwa nifanye nini dokta? Uliwahi kuchukua kile kirutubisho cha Jawad Miracle? Kinaitwa Jawad Miracle, ni capsule fulani, kuna kipindi nilitoa. Hapana, sijachukua hicho. Tutatoa nadhani mwezi huu, nilisema mwezi wa 9 huu tutatoa offer, kwa sababu sisi tuna utaratibu kila baada ya miezi 3 huwa tunatoa offer ya 7 day challenge na vile virutubisho ambavyo ni maalum, ikiwemo ya Jawad Miracle pamoja na Superhero. Sasa tukitoa hivyo basi utachukua. Kwa sababu sawa. Sukari haipo tena, just hizo ni nerve tu, zidi katika hali yake ya kawaida uweze kufanya mambo yako.